Jimbo la Uyole likiwa mikononi mwa Wireless Malongo Mwachiso litabadilika kwa kasi kubwa sana. Kwanza tunao mpango ya kwamba lazima tunapoomba jimbo, mbele ya safari tutakwenda kuomba halmashauri. Tutashauriana na watu wa kilimo ya kwamba wakati sasa wa kulima pale mjini pameshaisha. Ni wakati ambao sasa tutashauriana nao kuomba ya kwamba wasogee pembezoni ya mji, lakini pale tujenge, tuweke uwekezaji wa kisasa, tutengeneze vitu vingi vya kisasa ambavyo vitahakikisha ya kwamba vinakuwa na manufaa kwa wananchi. Lakini jambo la pili, kuhakikisha vituo vya afya vinatengenezwa kwa kasi ndani ya jimbo jipya la Uyole tofauti na sasa. Kuhakikisha ya kwamba wananchi wa Uyole wanapata maji salama na safi. Lakini kushauriana, na mimi nikiwa mbunge ninaamini nitakwenda kupigania jambo ambalo watu wengine kwenye fikra zao wamefikiri haliwezekani, lakini ninaamini linaweza likawezekana. Maji ni uhai. Kama maji ni uhai, sasa leo tumeona serikali inamuuzia mwananchi maji. Kwa maana hiyo serikali inauza uhai. Unity 1400 serikali inauza uhai kwa mwananchi wake ambaye anachangia kodi. Kama kulikuwa ni sehemu za muhimu ambazo mwananchi angepata bure, ilikuwa ni pamoja na maji. Kwa sababu mwananchi akipata maji bure, tayari ameshapata uhai. Akipata uhai, atapata nguvu, atakwenda atatafuta hela za kutoa kodi na kulipa kodi kwenye serikali ya Jamhuri ya Muungano sana. Nchi hii ina fedha nyingi. Na taifa hili ni taifa ambalo lina aseti na rasilimali kubwa. Mungu alishalijalia. Wakati mwingine lina vitu vingi ambavyo likipata watu waadilifu wenye uwezo wa kufikiri na kuongoza, wataweza kufanya vizuri kuliko watu wengine ambao wapo. Ya kwamba amesema tume huru ya uchaguzi ni kwa jina inaitwa tume huru ya uchaguzi, lakini kiukweli haina uhuru. Kwa nini haina uhuru? Kwa sababu imepatikana mikononi mwa wanasiasa ambao hao wanasiasa ambao imepatikana tume mikononi mwao, na hao ndio wagombea. Kwa hiyo hawawezi kuacha. Kwa hiyo inaweza ikazungumzwa kwamba ni huru, lakini sio huru. Hii ni sawa na mfano huu. Tunasema kwamba Tanzania hatukupata uhuru, Tanganyika ilipata uhuru. Kwa hiyo hapo uelewe, Tanzania hatukupata uhuru, Tanzania tulifanya muungano. Tanzania hatukupata uhuru, tulifanya muungano. Ila Tanganyika tulipata uhuru. Iko wapi Tanganyika iliyopata uhuru? Kwa hiyo inaonekana haipo kwa sababu kuna muunganiko. Kwa hiyo hii inawezekana, hii iliyoungana bado uhuru haupo. Na ndio maana hata tume inaonekana ni huru kwa jina, lakini kwenye action na vitendo na namna ambavyo imepatikana haionyeshi dalili za uhuru wowote kwenda kwenye uchaguzi. Kwa sababu bado tunaamini tunaendelea kufanya majadiliano sisi pamoja na watawala kuhakikisha hawa makamishina wanapatikana kwenye njia stahiki na zile ambazo zimeelezwa. Kwa hiyo tulishapeleka malalamiko yetu na tuna hoja 6 ambazo zinaitwa Operation Linda Demokrasia. Hizo hoja 6 zimeshapelekwa ambazo kama zitakuwa zimetendewa kazi hizo hoja 6, tunaamini uchaguzi. Kwa hiyo tumeingia kwenye uchaguzi kwa sababu tunaamini bado tupo kwenye mazungumzo. Bado tunaendelea kufanya mjadala wa kuhakikisha ya kwamba mabadiliko yanatokea. Ingawaje wenzetu walikuwa wanalalamika wasema muda ni mfupi sana. Nilishangaa sana. Katiba mwaka 77 wakati inafanywa marekebisho, kuna muda ilifanywa marekebisho, kama sio masaa 74 basi ni kama sio masaa 72 basi ni masaa 48. ACT Wazalendo ni chama cha siasa kilichosajiliwa kwa mujibu wa sheria na kanuni za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ACT Wazalendo ni chama cha upinzani kwa sababu sio chama dola. Sababu ukisema nyeni wapinzani lili, sisi sio dola. Sisi sio dola, sisi ni wapinzani. Ni watu ambao bado tunaendelea kupambana ili tuchukue serikali ya Jamhuri ya Tanzania, tuweze kuwaongoza wananchi kwa haki na usawa. Ndiyo nia yetu na shabaha yetu. Kwa sisi ni wapinzani, ni chama cha upinzani kwa sababu bado hatujapata dola. Ngoma itakavyopigwa ndivyo itakavyochezwa. Na tunayo kauli mbiu ambayo inasema mwizi wa kula ni sawa na mwizi mwingine yoyote, ni sawa na mwizi wa kuku, ni sawa na mwizi wa ng'ombe. Kwa hiyo ashughulikiwe na jamii kama waizi wengine. Kwa hiyo tumetangaza ya kwamba wanavyoshughulikiwaga waizi wengine wanaoiba mtaani, ndivyo watakavyoshughulikiwa waizi watakao kuwa wanaiba kula kwenye vituo. Hivyo
Mjini tuna wanachama waliosajiliwa, tuna wanachama 1049. Hao ndio ambao tumewasajili kwenye mfumo wa ACT Kiganjani. Mjini tuna wanachama waliosajiliwa, tuna wanachama 1049. Hao ndio ambao tumewasajili kwenye mfumo wa ACT Kiganjani katika wananchi 300 na kwenye jimbo la Uyole. Mjini pamoja na Uyole tuna wanachama 1097. Neno langu la kwanza ni kuhakikisha ya kwamba wananchi au Watanzania wote tusikate tamaa. Mapambano ya kuelekea kupata uhuru wa kweli ndani ya nchi yetu, kuwa na demokrasia na kura yetu kuheshimiwa, ni lazima tuchukue hatua ya kupambana. Kwa sababu sasa imeonekana ya kwamba kitu ambacho kinakuwa ni changamoto ni kutokana na wizi wa kura na kufanyiwa vitu na figisu mbalimbali. Sasa tukawashughulikia waizi wa kura, lakini pili tuhakikisha kwamba tunajitokeza kwa wingi kwenye shughuli hizi za uchaguzi kuhakikisha kwamba tunapata viongozi ambao wataheshimu kura zetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana.